Na mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, siku hii ya leo vijana wa Gen Z walikuwa JCM Church, mtazamaji wangu, kwa kina Kaluma Boy kuweza kurudisha shukrani. Na kwenye hii video nataka nikuoneshe tu vile vijana wa Gen Z wamefuruga siku hii ya leo upande wa JCM. Mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba hawa vijana wa Gen Z wanakosesha usingizi sasa politicians, kwa sababu mambo ambayo wanashindwa kufanya vijana wa Gen Z ndio wanakuja kuyafanya. Na hii mtindo ya vijana wa Gen Z, hii mwamko wa vijana wa Gen Z inawatia wasiwasi viongozi, kwa sababu wanaona kwamba 2027, mtazamaji wangu, mambo itakuwa serious kabisa. Yani hapo hakuna kuwa na mambo ya eti mkinichagua nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Hapo itakuwa ni matendo yako, na kama watu ama kama vijana wanataka kukurudisha watakurudisha, na kama wataka kukurudisha basi itakuwa ni kwenda nyumbani kabisa. Vijana wa Gen Z nimeongea kwa muda mrefu kwamba watachangia sana siasa za mwaka 2027, nani atachaguliwa na ni nani atachaguliwa. Wale watu ambao wali 40 years finance bill 2024 wasifikirie 2027 vijana watakuwa wamesahau. Ndio wataanza kuonesha hizo video zitaanza kusambazwa tena katika mitandao ya kijamii, na hauna bahati kama uli 40 years finance bill ya 2024, kwa sababu hiyo ni jambo la kwanza ambalo wataweza ku make sure kwamba hawajaweza kuchaguliwa tena. So kwenye hii video nataka nikuoneshe vile shughuli imefanyika siku hii ya leo, vile watu wamejitokeza kwa wingi. Ya hii ni mambo ambayo inakuwa mobilized katika mitandao ya kijamii tu, si kwamba eti ni jambo ambalo limefanywa mobilization na pesa. Ni jambo ambalo wameifanya wenyewe katika mitandao ya kijamii, na mpaka sasa hivi watu wanajitokeza maelfu kwa maelfu kupitia mambo ambayo yameunganishwa huko TikTok, mtazamaji wangu, na mitandao mingine ya kijamii. Na nataka nikuchezee hizo video, lakini kidogo tu kabla sijakuchezea, kama ni mara yako kwanza kututazama, chukua sekunde yako moja ama mbili ujiandikishe na familia ya Jitan Media Kenya kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukaje video kama hii kwanza kuweza kuipokea. Lakini pia usisahau ku like video pamoja na kuishare ili iwe recommended kwa watu wangu. Bila sijaribu muda wako sana, kwanza tazama shughuli vile imeendelea siku hii ya leo kwa kina Kaluma Boy, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Weka bendera juu. Nataka uangalie mtu ukiwa serious. Kama umeweka juu, mwambie naishi, natumaini. Halo? Achana na hiyo, mwambie hakika. Mwambie hakika. Wema na fadhili zitafuata Gen Z. Zitafuata Kenyans for Kenyans. Daima mimi Mkenya mzalendo. Weka. Hey. Now, are you ready? Are you ready? Weka bendera kama uko ready. Are you ready? Put your hands together for start. Tumeweka skrini pale na najua wataweza kutupokea mzuri. Hata ile kwa mwisho wafungue mlango, alafu vali zote zikuwe on. Gerard, alafu Abiadi Gerard. Leo mitambo ikipotea, Abiadi mitambo ikipotea, tutamsalimia. Usinikoni aweke data mzuri, walio online wakaya wako online, alafu najua hii mambo itakuwa mzuri. Naomba hivi Botop arudishe mitambo ndani, Botop rudisha mitambo ndani, alafu ili tuweze kuanza. Botop tunakungoja urudishe mitambo ndani ili tuweze kuanza. Alafu najua place mmekuwa wale wamejipanga. Mnapenda kanisa la JCM? Mnapenda place yetu? Sikuwapigia makofi mazuri wapi shangwe. Hii ya leo upande wa JCM Church, mtazamaji wangu, hii ni vijana ya Gen Z, na nimekuambia kwamba hao vijana wamekuja na mwamko mwingine ambayo ni hatari sana, inaokosesha usingizi politicians, kwa sababu unajua ilikuwa inasemekana kwamba hao vijana wanapiganga tu kelele katika mitandao ya kijamii, lakini ikifika siku ya kwenda kupiga kura au wapati. Lakini saa hii vile mambo yako, mtazamaji wangu, nikwambie tu kweli bila kukudanganya, bila kukuficha chochote, hao vijana watakuwa tishio kubwa mwaka wa 2027. Kwa sababu kama wanataka Raila Odinga atashinda. Kama wanataka Kalonzo Musyoka atashinda. Kama wanataka Matiang'i atashinda. Kama wanataka Gachagua atashinda. Yani siasa za 2027 vijana wa Gen Z watachangia kwa asilimia kubwa zaidi.
na si kwamba eti watajitokeza kwenda kupiga kura. This time round utakuwa na changes sana katika polling station, katika registered votes. Utaona mambo ambayo hujawahi kuona, kwa sababu vijana wanajitokeza na ile hasira ya June 25 wajiandikishe kupiga kura, lakini pia wajitokeze hiyo siku. Hata usishangae kuona watu saa 10 usiku wako kwa polling station ku make sure kwamba wameweza kupiga kura. So hiyo siku haitakuwa ni, itakuwa ni jambo ambalo vijana watakuwa wanataka kubadilisha Kenya once and for all. Mtazamaji wangu, nimekuambia wale viongozi ambao walifika 40 years finance bill 2024, hizo video zao zitaanza kusagaa tena katika mitandao ya kijamii, wataanza kuonekana tena, wataanza kuoneshana tena, na ukweli wa mambo ni kwamba wataenda nyumbani asubuhi na mapema, kwa sababu vijana wa Gen Z hawajasahau, bado wanakumbuka vile ambavyo walifanya, na kuna watu wengi sana ambao walipoteza maisha yao wakati ya hiyo maandamano ambayo Raila Odinga alichukulia defiance na kunegotiate na serikali ya Kenya Kwanza. So watu, hiyo mambo kama hiyo bado vijana hawajasahau, na ukitaka kujua hawajasahau, wanasema internet never forget. Internet huwa isahau. 2026 mwishoni ama 2027 mwanzoni utaona hizo video zimeanza kusagaa tena katika mitandao ya kijamii, ndio ujue kwamba internet huwa isahau, na itakuja kutokeza hizo video, na hiyo ndio itachangia kiasi kikubwa William Samoei Ruto kuwa one term president kwa maoni yangu. Ningependa nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Usiende bali, nitarejea na mengi zaidi. Hii ni Jetan Media Kenya kwa sasa. Bye bye.